Of course ni mwendelezo mzuri sana wa kuweza kushinda ushindi wenye kishindo, lakini pia wanaenda kucheza mchezo wa pili mfululizo wakiwa wanaondoka na clean sheet, ambapo kitu ambacho kwa Young African haijakuwa habari ya kushangaza, kwa sababu kwa kiwango walichokuwa nacho, kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao, aina ya mechi waliokwenda kuicheza, aina ya timu pinzani ambayo wameenda kukutana nayo, obviously upande wake Yanga ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi kuweza kupata ushindi katika mchezo dhidi ya Wazanzibari hawa. Ukiangalia walivyokuwa wameingia katika ule mchezo, Young African walionekana kama vile wako serious, kwa maana ya kwamba asilimia kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kuingia na kutoka na kikosi cha Young African wakiwa wamepata nafasi, na watu wengine wakienda mbali zaidi kwamba tafsiri yake ni kwamba waliogopa zaidi timu hii au ilikuwaje. Lakini ukiangalia ni kwamba Young African wapo katika kutengeneza fitness ya wachezaji wake, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba wachezaji wanapata mechi nyingi za kutosha ili kuweza kujiandaa vizuri na michezo mingine ya ligi kuu ambayo itaendelea baada ya michuano hii kutamatika, kwa sababu imeanzia katika hatua ya katikati ya robo finali. Ila kitu kingine cha kikubwa kabisa na cha kushangaza, leo hii story imekuwa kwamba Young African wamemfunga nani goli 4, lakini wamemfunga nani? Kwa hiyo unaendelea kupata mwendelezo ule kwamba Yanga anapopata ushindi lazima itafutwe sababu ya ushindi wake, lakini inapokuwa haipati ushindi au haipati ushindi mnono, kumekuwa na maneno mengine kwamba Yanga haina ubora, Yanga benchi la ufundi bovu, Yanga wachezaji wameshuka viwango, Yanga. Lakini inapopata ushindi tu lazima uanze kutafuta vigezo vingine vya kuweza kuifanya Yanga isiweze kupata ushindi. Kwa hiyo Makumbi wameweza kuingia kwa Young African na wameweza kufungwa goli 4. Kwa hiyo mbali ya kwamba kuangalia status ya Yanga na Makumbi kwamba Young African status yao ni kubwa zaidi, lakini unakwenda kuangalia kwamba aina ya magoli ambayo wameweza kufungwa. Unakwenda kumtazama Prince Dube michezo miwili mfululizo anatupia goli 2, wastani ana jumla ya goli 4, wastani wa goli 2 kila mechi. Ukija kumwangalia Alan Okello amekuwa na muendelezo wa kuweza kutoa pasi saidizi, na kwenye mchezo ule pia aliweza kutoa pasi saidizi. Unakwenda kumwangalia mtu kama Shehani Ibrahim anafunga aina ya magoli yanayofanana. Ukiangalia ukirudi nyuma aliweza kufunga akiwa pale KMC aina goli lile ambalo ameweza kulifunga akiwa nyumbani kwao Zanzibar. Kwa hiyo yote katika yote unakwenda kuona kwamba ni namna gani Young African wanaweza wakatengeneza pushing, lakini pia wanaweza wakatengeneza mazingira ambayo kwa timu pinzani yakawa magumu zaidi. Huwezi kujiuliza hayupo Isla Patrick Mwenda ukasema kwamba kuna maswali mengi ya kujiuliza. Yao Tola Kwasi anacheza kwa kiwango kikubwa, anaweza kucheza kwa dakika nyingi zaidi kwenye kiwanja. Unapomzungumzia Shedrack Sakaboka ambaye toka afike Mohamed Shabalala hajakuwa na muendelezo mzuri wa kuweza kupata namba mara kwa mara, lakini unakuja kuona Shabalala hayupo kabisa kwenye benchi la ufundi la Young African, no problem. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwa namna moja au nyingine Young African toka kufika kwa huko cha mpya la Mwadi, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimeweza kuongezeka ndani ya kikosi cha Young African. Mourinho amekuja na kitu cha tofauti kabisa. Tumeona jana mechi ile watu wengi hawakutarajia kuona kama Djigui Diarra anaanza. Pengine kumaanisha Djigui Diarra ilikuwa na maana gani ikiwa mchezo ulikuwa hauhitaji nguvu sana kama ambavyo watu walivyofanya siku jana? Ukiangalia ile mechi namna ambavyo imeenda kimkakati ni kwamba ni kuhakikisha wachezaji wanapata game time. Na ukimwangalia Djigui Diarra amekosa michezo mitatu ya ligi kuu baada ya kukumbwa na adhabu, lakini pia amekosa mchezo mwingine baada ya kumaliza adhabu, kwa maana kwamba amekaa nje michezo 4 akiwa hajaweza kukaa kiwanjani. Kwa hiyo kumrejesha kwenye kikosi tafsiri yake ni kwanza kumtengenezea game fitness, lakini pia kuweza kumtengenezea confidence, kuweza kumtengenezea rhythm ambayo itakuwa sawa na timu ambayo yeye anaitumikia kwa muda wote. Kwa hiyo haya ni maandalizi ya kuelekea katika mechi ngumu zaidi. Kila mmoja anatambua kwamba katika michuano hii yuko Simba, yuko Azam, umeelewa vizuri Singida Black Stars, lakini pia na Young African. Hizi ni timu ambazo ukiangalia msimu uliopita walikuwa kwenye top 4 na msimu huu pia wako kwenye top 4 tena vile vile, wa kwanza Yanga, wa pili Simba, wa tatu Azam, wa 4 Singida Black Stars, na hizi top 4 wote wapo katika hii michuano. Kwa hiyo unawezekana katika michuano hii ukaja ukakutana nao katika hatua zinazofuata ya nusu finali na finali. Kwa hiyo lazima uweze kutengeneza watu waweze kupata game time ya kutosha ili kuweza kusaidia
kuweza kupata ule ushindani wenye tija zaidi. Lakini pia ukiangalia wakimaliza tu michuano hii Mei 3 wanakwenda kwenye dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba, na obviously lazima Yanga wataopt kucheza na Djigui Diarra. Kwa hiyo lazima waweze kumpa game time ili aweze kutengeneza ile fitness yake ambayo watu wamezoea kuiona, ili aweze kuja kuwapa kitu kizuri katika mechi zenye intensity kubwa. Kumekuwa na maneno mengi pale Young Africans wanapopata magoli mengi wanasema Yanga mechi zake zina ukakasi fulani kama wananunua hivi. Mechi ya jana imeshinda goli 4. Pengine hii tuone kwamba Yanga wao wamefanya kitu kama hicho ambacho mkoma kizungumza sana baadhi ya wachambuzi. Watu wengi wanatumia sana kutafuta excuse katika kila matokeo mazuri ya Young African. Ya mechi iliyomalizika dhidi ya Makumbi wanaweza kukwambia kwamba Mwembe Makumbi hawajafanyaje, hawajanunua mechi, lakini Yanga wamecheza na timu dhaifu. Kwa tafsiri yake ni kwamba Yanga kila anapata ushindi wanatafuta sababu ya wao kupata ushindi, na ikishindikana kupata sababu ya kimpira, kwa mfano kama kwenye Makumbi watasema kwamba Makumbi profile yake ni ndogo, wachezaji wake hawana uzoefu wa kutosha na wamefungwa. Hii ni sababu ya kimpira. Ni kweli kabisa Young African wana professional players, wana experienced players, lakini pia wana squad nzuri dhidi ya Mwembe Makumbi. Lakini ukija kuangalia katika sababu nyingine ambao wanaweza wakaikosa wakaingizia kuhusiana na kununua mechi, manake haya sasa ni yale ambayo tumezoea kuyaona kwamba kila Yanga anapopata matokeo lazima utafute negative assumption uweze kuiweka hapo kuonekana kwamba Yanga wapati matokeo kwa uhalali. Kwa hiyo hii imekuwa ni kasumba ambayo imeshajengeka kwa sasa. Kwa hiyo imeshakuwa tabia kwamba Yanga anapata matokeo mazuri basi unaanza kutafuta kisababu ambacho kimesababishia matokeo mazuri, na hiyo sababu inakuwa sababu negative ambayo haiwi positive kwa upande wa Young Africans, ambacho hiki sio kitu kizuri kwa kweli kwenye mpira wetu. Yeah. Hii ina maana gani wachambuzi kuonekana wapo upande fulani wa timu kuongelea kwamba mapenzi fulani wanaegemea upande fulani katika timu fulani? Inaita maana gani katika hasa ligi kuu kama hiyo unavyoona ligi yetu Tanzania ni ligi kubwa kabisa barani Afrika? Pengine ina maana gani kwa upande wako kama mchambuzi? Of course mchambuzi kuwa na timu sio dhambi wala sio kosa, kwa sababu mchambuzi pia naye ni binadamu, anakuwa ana mapenzi na timu fulani, ana support timu fulani. Lakini pale wewe unapokuwa umejitanabaisha kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya soka, tafsiri yake kwamba wewe unatakiwa uwe neutral katika chambuzi zako. Unatakiwa uwe neutral, uwe katikati, kwa maana kwamba unapoizungumzia timu A na unapoizungumzia timu B lazima assumption zako ziweze kuwa neutral, kwa maana kwamba uzungumzie ukweli. Lakini kama unazungumzia katika negative, lakini uzungumzie katika uhalisia, lakini usizungumzie katika hisia. Unajua kuna watu wengine katika eneo hilo wanakuwa wanaingia katika mtego wa kuongea mapenzi zaidi kuliko kuzungumza uhalisia wa mpira. Hilo ndo ambapo kitu wengi ambacho wanafeli. Kwa hiyo ukiangalia kuna baadhi ya wachambuzi, sio wote, kuna baadhi ya wachambuzi katika ardhi ya Tanzania wamekuwa wakichambua mpira kwa mapenzi na sio kuchambua mpira kwa fact ambayo mpira unahitaji kuwa hivyo. Unapokuwa mchambuzi, manake wewe umekuwa umebeba maamuzi ya kihisia, kwa sababu wewe unakuwa unaelezea vile ambavyo watu washaviona, lakini unakwenda kutoa tafsiri zaidi. Tafsiri yake ni kwamba wewe unatakiwa uweze kuwa na small details kulingana na mchezo uliohusika. Usiwe mtu wa kusimulia matukio, kwa sababu matukio kila mtu ameweza kuyaona. Lakini pia unapokuwa unazungumzia negative side ya timu husika, basi zungumza katika zile fact. Lakini watu wanaondoka kabisa hapo, wanaanza kuvaa character ya kishabiki, ambao sasa mtu ukija kufikiria kwamba huyu ni mchambuzi alafu anaongea vitu kama hivi, anakuwa anatuvua kabisa nguo wale wachambuzi ambao tumeweza kujitanabaisha kwamba tunasimama kwenye ukweli na kuweza kuzungumzia fact. Yes.